Dr. Nzuki, would again reiterate by recognizing Mr. Diamond Platnumz, the CEO of Wasafi, his management including Salam, Ms. Zuchu, and as well the Konde Gang CEO, Mr. Harmonize, and your team. And another ambassador is Ms. Milen Magese, all the way from the United States of America, and all other CEOs that have been invited to grace this important occasion. And especially I would like to recognize the presence of the ATC Executive Director, Mr. Engineer Ladislaus Matindi, and the CEO of the AICC, the Arusha International Conference Center, Mr. Kaaya and Shilia, and as well members from the private sector, as represented by the TCT Executive Director, Mr. Richard Rugimbana. I see representation from the Ayat, from the Serena Hotel, and all these other important stakeholders in our sector. You are all specially recognized. Ladies and gentlemen, good afternoon. Before I continue delivering my speech in English, I was keen enough to prepare a Swahili version that is going to be presented by the Deputy Minister, Honorable Constantine John Kanyasu. So I would like to now leave the stage for him to deliver the Swahili version of my speech. It's a very short speech, and mine as well is very short. So I would rather present both of them. Please, you're welcome. Habari za sasa hivi. Mheshimiwa Waziri Dr. Hamisi Kigwangalla, Mheshimiwa Katibu Mkuu Dr. Aloyce Nzuki, mwenyekiti wetu wa board, Jaji mstaafu Thomas Mihayo, mkurugenzi wa bodi ya utalii Devota Mdachi, ndugu Richard Rugimbana, katibu mtendaji wa shirikisho vyama vya utalii Tanzania, yangu Engineer Richard Matindi, wajumbe wa bodi, wadau wetu na mabalozi wetu wote wa utalii, lakini pia Watanzania wote ambao wanatutazama. Habari za mchana. Kama alivyosema Mheshimiwa Waziri, kwa niaba ya Watanzania wengi ambao hawasikii mayai, naomba nitoe tafsiri ya ujumbe wa Mheshimiwa Waziri kwa lugha ya Watanzania. Awali ya yote, napenda sana kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha wote pamoja kukutana hapa siku ya leo. Ninayo furaha sana kushuhudia hatua hii katika tasnia yetu ya utalii Tanzania. Nawakaribisha washirika wetu wote kutoka Baraza la Wasafiri na Utalii Duniani, yani World Travel and Tourism Council, ambao wameungana nasi muda huu kwa njia ya mawasiliano ya mtandao. Tunawashukuru kwa kutunga mkono na kuipatia Tanzania matumizi ya muhuri wa usalama kwa wasafiri ambao ulipokelewa tarehe 22 Julai mwaka 2020. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kwa namna ya kipekee napenda kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake mahiri na juhudi zilizodhihirishwa kwa nchi yetu kupambana na janga la COVID-19. Kwa kupitia hatua alizochukua, ameonyesha uongozi imara si tu kwa nchi yetu bali pia kwa dunia nzima jinsi ya kukabiliana na janga hili. Zaidi ya hayo, uamuzi wake wa kufungua mipaka yetu huku tukichukua hatua thabiti za kudhibiti janga hili na kuifanya Tanzania salama ndio sababu kuu ambayo imetufanya kuwa hapa leo na kupewa kutumia muhuri wa usalama kwa wasafiri. Ndugu waalikwa, mabibi na bwana, ninayo furaha na kukupongeza Dr. Aloyce Nzuki, katibu wetu mkuu mpya wa Wizara ya Maliasili na Utalii, pamoja na timu yote kutoka taasisi na wizara na wadau wengine wote ambao kwa pamoja juhudi zenu zimetuwezesha kuitangaza Tanzania ndani na nje ya nchi. Kazi yenu nzuri katika tasnia hii inatambulika na kupongezwa sana.
Nilifarijika kufahamu kwamba kipindi cha janga la COVID-19 hamkubaki kimya, bali mliendelea kushirikiana na balozi za Tanzania nje ya nchi kuifikia dunia na kuitangazia utalii wa Tanzania. Kama mnavyokumbuka, ya Muungano wa Tanzania tutamkabidhi Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli kama heshima ambayo anastahili kwa kutufikisha kwenye mafanikio haya. Kwa hivyo nilisema hilo kwa lugha ya mama ili tuelewane vizuri. Asanteni sana kwa kuja, asanteni sana kwa kunisikiliza, na tuitumie nembo hii ipasavyo. Tupige kelele kweli kweli, dunia nzima wajue kwamba Tanzania ni salama, na kwa sasa hivi sisi tunawahofia wageni kuliko sisi wenyewe. Japokuwa kwa sababu tunataka dola zao, hatuna namna, tutawakaribisha, lakini tutakuwa tunawataka wanawe mikono, wavae barakoa na masharti mengine. Sisi huku mtaani hakuna haja hata kuvaa barakoa. Tuko salama. Tunaaminiana, tunashikana mikono, tunakumbatiana, maisha yanaendelea. Hakuna shida. Lakini kwa wageni tutakuwa makini kidogo, kwa sababu tuna wasiwasi wanaweza wao wakatuletea corona ambayo hapa sisi tumeshapambana nayo na tumefanikiwa kuishinda. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Thank you so much, Honorable Minister. The last item that is on our agenda was the vote of thanks. But before we move to that item, Honorable Minister, I wish to disturb you a little bit and ask you to come forward, because I was reminded that I've forgotten a very important group of people that I think without them we would not have been here enjoying this event. I have forgotten the people of Tanzania Tourist Board, the family members of Tanzania Tourist Board, the staff that have worked tirelessly. I know yesterday some of us left here, and this morning they had to take a shower close by and attend this event. So Madam Devota Mdachi, our leader and our patriot in this family of TTB, please come forward so that we can have representatives of staff of TTB, those committee members, but also whoever that is close by, even if you're not in the committee. Please come forward so we can take a group picture with the minister to symbolize, yes, Deputy Minister, please, Mwenyekiti, Dr. Nzuki. Ladies and gentlemen,